Karibu mtazamaji wa The Chanzo kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tunayafanya hapa na watu mbalimbali. Na leo tunaenda kufanya mazungumzo na msanii, mwanamuziki, mwanaharakati labda naweza nikasema pia, na huyu si mwingine ni Rosary ambaye utakuwa pengine unamfahamu. Ni msanii mkubwa tu nchini kwetu hapa. Anafanya muziki aina ya rap na harakati nyingine nyingi huko chini mashinani zinazohusiana na wananchi, na tutakuwa naye hapa kuzungumza naye kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusiana na yeye kama msanii na kazi zake na ndoto zake alizonazo, lakini ambacho kinatuunganisha au ambacho kilitusukuma sisi kufanya mazungumzo na yeye ni hii kazi yake ambayo imetoka hivi karibuni ya Sauti za Masikini, ambayo inazungumzia struggles au mapambano ya wananchi wa Tanzania wa kawaida kwenye masuala ya kiuchumi na kifursa na vitu kama hivyo. Na sisi tumeona kama hii ni project nzuri kwa sababu ina align na vitu ambavyo sisi tunavifanya hapa The Chanzo, kwa sababu sisi kama chombo cha habari sote tumekuwa tukisema kwamba tunafanya uandishi wa habari kutoka kwa mtazamo wa wananchi, ambao tunasema ni people centered journalism. Sisi uandishi wetu wa habari tunajikita kwenye masuala ya wananchi ya kila siku, matumaini yao, matatizo yao, shida zao, furaha zao. Na tulipoona kuna hii kazi imetoka na line na shughuli zetu, tukaona tukae chini na Rosary kupiga naye story mbili tatu na kuhusiana na hivi vitu. Kwa karibu sana. Ambaye ameniendeshea mazungumzo haya ni ya Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma kamera, Joseph Kerati, Hija Selemani, tunakukaribisha sana. Rosary, karibu sana The Chanzo. Asante sana. Tunashukuru sana kukubali mwaliko wetu na kutenga muda kwa ajili ya kuzungumza na sisi. Tunashukuru sana kusema kweli. Nashukuru pia kuwa hapa na asanteni pia kwa fursa hii. Asante sana. Asante sana. Labda unajua hapo nimejaribu kukutambulisha ambayo mara nyingi inakuwa ni kazi ngumu sana kumtambulisha mtu, kwa sababu watu wana identities mbalimbali, utambulisho mbalimbali. Mimi nakufahamu wewe kama msanii, kama mwanamuziki, lakini una utambulisho mwingine wowote ambao unadhani audience yetu, hadhira yetu hapa The Chanzo ingependa kufahamu kuhusu wewe? Kwanza kabla ya yote, mimi ni mwanamke Mwafrika, Mtanzania. Mimi ni mama wa mtoto mmoja, lakini pia nina watoto wengine wengi kutoka kwa ndugu zangu. Lakini pia mimi ni mtoto wa wazazi wangu. Mimi ni ndugu wa ndugu zangu. Mimi ni jirani wa jirani zangu. Kwa hiyo na mimi ni vitu vingi. Naamini mimi ni vitu, naweza nikawa kitu chochote ambacho natamani kuwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniwekea nguvu ndani yangu ya kuweza kuwa anything I want to be. Kwa hiyo mimi nipo kwenye nasimama kama vitu vingi katika jamii yangu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwekea kipawa cha kuweza kupata platform ya kuwa msanii, na kuweza kunipa a voice au sauti ambayo inasikika kwa mbali na kipaji alichonipa. Kwa hiyo I'm many things, lakini naweza nikaanza na hivyo kwanza. Unajua nimekuuliza hilo swali kwa sababu mara nyingi kuna kuwepo na attempts za kuwa minimize watu kwenye kitu kimoja au kwenye kitu fulani.
Unakuta kwa mfano kama pengine kama mimi mtu anaweza akanitambulisha pengine kama mwandishi wa habari, lakini basically unajua kwamba you are more than that, yani yes. Yeah, you stand in many spaces. Na I think when we stand for our truths na vitu ambavyo vipo ndani yetu, ndio tunaweza kusimama katika nafasi nyingi. Yes. Rosary, wewe unafanya mziki wa rap. Yes. Huo ndio mziki ambao unaufanya, au angalau ndivyo ambavyo mimi nakufahamu. Na mziki wa rap kihistoria, kiasili yake ni mziki ambao umekuwa ukihusishwa sana na mavuguvugu au mapambano ya wananchi kwenye kupigania uhuru, haki, utu. Na nilikuwa nataka kupata mtazamo wako, unadhani ni kwa kiasi gani mziki wa rap unahusiana na hizo causes kwenye muktadha wetu hapa Tanzania? I think kwanza kiujumla mziki wa rap, kwa nini hata nawaambiaga watu mimi naupenda na naufanya, ni kwa sababu mziki wa rap uko very raw. Hip hop ni real kabisa. Kwa hiyo kile kitu ambacho unakiona au unakipitia, unakihisi, ndio hicho kitakavyotoka hivyo hivyo. Na ndio maana watu wanaweza wakasema ni mziki mgumu kwa sababu uko 100% original, yani au danganyi. Yani mtu akisema kwamba mimi nimekupenda, yani amekupenda kweli. Mtu akisema sijakupenda, amemaanisha kweli. Kwa hiyo mziki wa rap mimi I appreciate rap music, and napenda kufanya rap music kwa sababu rap ni real. Katika nafasi yake pia katika nchi yetu ya Tanzania, naamini kuna rappers wengi ambao wameweza kuweza kusimama katika nafasi hiyo ya kusimamia ukweli na kusimamia rawness na realness kupitia sanaa ya hip hop. Siwezi nikasema imetosha au tuishie hapo, tuishie kwenye TikTok challenges ama nini. No, tuna jukumu bado la kuendeleza asili ya mziki wa rap, kwa sababu unajua with social media na usasa kuna dilution fulani au kuna namna ambavyo watu wana focus zaidi na njia nyingine ambazo labda zinawaingizia fedha zaidi au zinawaletea views na likes zaidi, lakini ni kitu ambacho nazungumzaga kwamba hey, we need to do better, tunahitaji kufanya zaidi kuweza kuendelea kuweka msumari katika asili ya mziki wa rap. Na wewe unakabiliana na hizo temptation? Niliona kwa mfano moja kati ya interview zake ambazo amewahi kufanya, ni rapper mwenzako Billnass kwa mfano, aliwahi kuzungumza kwamba sasa hivi tunalazimika kufanya mziki huu ambao unaweza ukapigwa klabu kwa sababu tuna bills za kulipa, tuna watoto wa kusomesha, tuna rent za kulipa. Na wewe pia unakabiliana na hizo temptation na hivyo vishawishi pengine vya ku abandon mziki ambao unajiidentify nao, ili uweze kuwa na uwezo wa kupata pesa za kulipa rent na bills nyingine, na unazireconcile vipi? Mimi katika sanaa yangu kitu ambacho na hakikishaga ni hata pale ambapo nitawarusha club, mziki wangu una message, mziki wangu una ujumbe ambao naweza nikausimamia na nikasema kwamba yes, I meant nilichokiimba kwa namna hii. Na ni kitu ambacho it's not easy, kwa sababu obviously hatufanyi mziki tu kwa sababu ya ni kipaji au kwa sababu tunaupenda, lakini tunafanya pia mziki ambao ni biashara. Ndio maana tumeacha profession zetu nyingine au kazi nyingine ambazo tulikuwa tunazifanya tayari, au tukaacha tulivyovisomea ili tuweze kufanya mziki. But I think kwamba the stand ya as artists, kama wasanii tunatakiwa tuwe na misimamo
tuwe na misimamo, kwa sababu haimaanishi kwamba zile nyimbo za no woman no cry watu hawazisikilizi sasa hivi. Watu wanazisikiliza na zinapigwa club, lakini zina message pia, Buffalo Soldier ukisikiliza, yani ina message, lakini pia inaweza ikakurusha club. Kwa hiyo I try as hard as I can kuweza kustick kwenye kuwarusha watu, lakini kuwapa message at the same time. Lakini pia kukumbuka kwamba sanaa sio sio ya kuwaburudisha tu watu, lakini sanaa pia inastahili kuwaelimisha watu pia, kwamba what do people learn, watu wanajifunza kitu gani baada ya wewe kuwarusha kwenye club. So we lazima tu focus na elimu ambao pia tunaiacha tunaiweka kwenye sanaa yetu. What do you see as your role as an artist or rapper kwenye jamii? Kwanza kabisa ukizungumzia neno msanii, tafsiri ya neno msanii ni kioo cha jamii, na sifa za kioo ni kuonyesha taswira ya chochote kilichokuwa mbele yake, kama ni mtu, kama ni kitu. Na in this case, kama jamii ndio inasimama mbele ya msanii, basi role au jukumu la msanii ni kuonyesha taswira halisi ambayo inaendelea katika jamii. Kwa hiyo for me, hiyo ndo naona ni jukumu langu as an artist, kama msanii. Yeah. Unajihisi upo huru kiasi gani ku express yourself as an artist? Yani kuna mazingira pengine unataka kuweka bar fulani kwenye wimbo wako, lakini baadaye unautoa kwa sababu unahofia backlash pengine aidha kutoka kwenye jamii au kutoka kwenye mamlaka. Uhuru wako unauassess vipi kama msanii kuweza kuwa na uwezo wa kuwasilisha kile ambacho unataka kukiwakilisha? Kwa sababu hapo ulizungumza kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinakuwa associated na rap ni it's a rawness, it's a rawness, it's a realness. Lakini unajua sisi tupo kwenye jamii, tupo kwenye mazingira, kuna sheria, kuna BASATA, kuna wewe unaona uko huru kiasi gani kujieleza kama ambavyo unataka kama msanii? I think uhuru wa kwenye sanaa, na mtu ambaye ananifuatilia anaweza kafahamu kupitia muziki yangu from day one, I've always been so real. Uhuru wa kwenye sanaa unatokana na ule wakfu ambao tumewekewa na Mwenyezi Mungu. Pale ambapo unafanya sanaa yako, as long as you're speaking truth, au as long as unafanya kitu ambacho kimenyooka, basi uhuru wako umetoka kwa Mwenyezi Mungu, na hautokani na ruksa ya mwanadamu au kitu ambacho unatakiwa mimi sijapenda, maybe umefanya hivi au umesema hivi. As long as ni kitu ambacho ni positive na ni kitu ambacho ni kina ukweli na kina message ambayo ni chanya katika jamii, basi uhuru wako umetoka kwa Mwenyezi Mungu na hautegemei ruksa, unategemea maamuzi kutoka kwako. Kwa hiyo we need to be bold. Lazima tuwe na confidence ya kuweza kusimamia vipaji au vipawa na ule wakfu ambao tumewekewa na Mwenyezi Mungu. So yeah. Wewe do you consider yourself as free? Like are you free to express yourself vile ambavyo unataka artistically kulingana na kila kitu, everything considered? Everything considered, freedom is fought for.
Everything considered, we have to know kwamba there's things that will always zina, yani obviously kuna vitu kuna vitu ambavyo vinawekewa lock, umeona, lakini it's up to us at the end of the day. Freedom ni wewe ndo unatakiwa uisimamie na kuwa bold ku fight for it, kusema kwamba no, I'll stand for the truth regardless. So I don't believe kwamba we can all do all things ambazo we wish to do in this world, au in our country, au in our continent. Lakini I believe kwamba if you believe you're doing something ambao ni positive, you need to stand for it regardless of the situation. Do you censor yourself unapotunga? Yeah. When napotunga, yeah. Ukiangalia mimi, some of my music zina radio versions, some of my music zina clean versions. So censoring yourself sometimes when you're too raw is necessary. I don't put everything in my music, lakini I make sure I stand by what I said in the message. And so you think censorship ina play positive role au negative role kwenye uwezo wako kama msanii kutekeleza ile role ambayo umeizungumza pale mwanzo? It depends. The positivity or the negativity ya censorship inategemea kama, kwa sababu mimi saa nyingine natumia maneno ambayo ni makali kwenye mziki wangu, na ndo maana naweza nikasema hayawezi yakaruhusiwa maybe kwenye radios, so I create radio versions. Hayawezi yakaruhusiwa in other platforms, so I create natengeneza clean version. Kwa hiyo censorship inategemea na what are you censoring. Lakini inaweza ikawa inakuhatarishia kuondokana na ile rawness na realness ya rap, yes, ambapo pale mwanzo umezungumzia. Yes, obviously. And ndo maana ukienda kwenye platforms nyingine, nilikuwa na argue sana na manager wangu sometimes, kwa sababu mziki tunaufanya, lakini mimi ni Rosary, lakini Rosary ni wengi, yani tunaungana wengi kuweza collectively form hiyo taasisi ya huyu ni msanii fulani. So kuna ile unaweza ukachana sana, manager akasema hiyo naona to blip labda neno fulani, au unaonaje ukitumia neno hili ambayo ita make the same sense lakini ni less harsh, au ni not less raw, au haileti the same message, lakini ni less, sio ngumu zaidi, labda ina tafsida lakini ina maana sawa na ulichokisema. So at the end of the day, ni muhimu kwa msanii kuto kudilute ujumbe ambao anauleta, na akahakikisha kwamba ana make the same sense au analeta the same message. Do you face a backlash? Do you face backlash kutokana na rawness? Yeah, rawness yako. Yes, all the time. Mimi nimeingia kwenye muziki, kabla sijaingia hata sijatoa nyimbo ya kwanza nisha face backlash. Kwanza wewe ni mwanamke, unaimbaje hip hop? That's the first backlash ambayo nilikuwa nayo. Na ndo maana nyimbo yangu ya kwanza ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu nilikuwa napambana kuweza kupata nafasi katika mziki huo, na bado nilikoseshwa, nikapambana nikajijengea meza yangu mwenyewe. So backlash is something ambao na face a lot, na siwezi pia nikasema kwamba nimenyooka kiasi kwamba kila kitu ambacho nimekifanya kwenye mziki wangu sija make mistakes. Kwa hiyo kuna backlash nyingine ambazo ni critics, ninakuwa criticized positively na zimeweza kunijenga.
So naweza nikasema yes, I do face backlash, na sometimes na face backlash hata nikifanya kitu ambacho ni kizuri au ni proper. So na inatoka wapi? People, kwa sababu watu wana opinion zao. Mwenyezi Mungu ameshatuwekea the power of will, the power of free thought. Kila mtu ana fikra zake mwenyewe. Hatujalelewa pamoja, hata tuliolelewa nao kila mtu yake tunawanyima watu their opinion. Kwa hiyo backlash comes from mimi nimefanya kitu my way, alafu wewe Khalifa unaona mbona kama mimi sijaielewa kwa mtazamo wangu, sijapenda, au ungefanya hivi au. Kwa hiyo mimi I try my best kuchukua kilichokuwa kizuri au the positive things na kuapply na viacha. Aha. Na kuhusu kutoka kwa authorities kwa mfano? I do, yes. Nimeshaenda BASATA a couple of times. Nimeshaandika barua kadhaa za misamaha au kuomba radhi, na at the end of the day ni kwamba you have to see the pattern uliplay katika situation, kama ni positive criticism au imekaaje. Kwa hiyo yes, I have nimepokea backlash mara kadhaa kutoka kwa authorities pia. Na hii pengine inaweza ikawa kwa sababu unajua, kwa sababu nakuuliza hivi nikitokea kwenye uzoefu wetu sisi kama waandishi wa habari, kwa sababu na sisi tukipata hizi backlash zinajenga hofu, zinajenga mazingira ya woga. Hiyo pia inatokea kwenu nyinyi kama wasanii, kwamba kwa mfano mkipokea hivi vitisho au barua za kuambiwa ujieleze na nini, zinaweza zikawa zinajenga pia hofu kwenye namna ambavyo mnafanya kazi zenu? Nadhani inategemea na mindset ya msanii individually. I can't speak kwa ajili ya wasanii wote kwa sababu kila mtu ana mindset yake, lakini kwenye mindset yangu, when there is positive, kama nilivyosema, kama kuna positive criticism, nitakaa na niangalie part ambayo niliplay. Lakini kama kuna criticism ambayo sio ya kunijenga, obviously I will speak against it au work against it. Kwa hiyo at the end of the day ni what is the context ya kile ambacho umecriticize nacho. Shukran sana. So tuzungumze kuhusiana na hii project yako ya Sauti za Maskini ambayo hivi sasa hivi unaendelea kuipromote. Nimeona pia umefanya remix na Disaster Vina, na nilikuwa nataka kusikia nini kilimotivate uamuzi wako wa kufanya hii project? Unajua, mtu akisikia Sauti za Maskini immediately anaweza akawaza labda maskini wa kifedha, lakini my message ilikuwa ni kama tuseme sauti za wanyonge. Mimi kama msanii nina imani kwamba Mwenyezi Mungu amenichagua kuweza kutumika kama sauti za wasio na sauti, na kuweza kufikisha, kama tulivyosema, sifa za kioo ni kuweza kumira au kuonyesha taswira ya yaliyomo kwenye jamii. Kwa hiyo mimi kama kioo cha jamii nikasema kwamba natakiwa nitumie alichonibarikia nacho Mwenyezi Mungu kuweza kuonyesha kilichomo kwenye sauti ya mnyonge, au kutumika kama sauti ya mnyonge kuonyesha kilichomo kwenye maisha yake. Lakini pia mimi ni part of wanyonge ambao najua, nimeona struggles za wazazi wangu kuweza kunilea. Nimekuwa sasa hivi na mimi pia nimekuwa mzazi, najua struggles za jamii za kuweza kumlea mwanangu au za kuweza kufanya shughuli zangu na kupambana. Kwa hiyo Sauti za Maskini ni nyimbo ambayo
inazungumzia challenges za Mtanzania wa kawaida, Mtanzania ambaye anaishi maisha halisi ya kwenye jamii ya Tanzania. Hiyo ndio ilikuwa point ya sauti za wimbo wa project ya Sauti za Maskini. Lakini pia nikafanya remix na Disaster Vina kwa sababu naamini katika rawness ya Disaster. Disaster ana muziki, yani ukisikiliza muziki wake iko very direct, iko very real, iko very raw, yani ndio maana halisi ya hip hop. Kwa hiyo ndio maana nikaweza kumshirikisha Disaster Vina kwenye remix. How did you get the idea? Is there a story behind it? Kwa sababu unajua again najaribu kufananisha na kazi zetu sisi waandishi wa habari, kwa sababu unaweza ukaona mwandishi ameandika makala ndefu na nini lakini kuna kakitu kadogo pengine amekutana nacho pengine kwenye mwendo kasi au pengine ameenda feri kununua samaki kwenye maisha ya kila siku. What was the story behind Sauti za Maskini? Because there must be something that triggered you. You know, uliniuliza mimi najitambulisha vipi. I said kwamba I am a Tanzanian. I am an African, I am a Tanzanian. Na mimi ni jirani wa jirani yangu, mimi ni ndugu wa ndugu yangu, mimi ni auntie, mimi ni mama, mimi ni vitu vyote hivyo. Kwa hiyo jamii yangu ni mimi. Vitu ambavyo jamii yangu inapitia na vipitia na mimi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba maybe vyote ambavyo na viimba ni 100% everything I've seen personally, lakini vingine ni vitu ambavyo maybe na viona maybe kwa jirani yangu, vitu ambavyo nimevisikia kwa aunti yangu, vitu ambavyo collectively nilitaka kutumika kama chombo cha kuweza kufikisha yaliyomo ndani ya maisha na ndani ya moyo wa mnyonge, wa Mtanzania ambaye anaishi maisha halisi. Kwa hiyo nikikaa nawaza kwamba ukiangalia kiukweli tulikuwa tunabeba vidumu na mafagio, hatujui basi za njano, baba zetu hawana majina, tunahasu kwa mikono yetu wenyewe, kwa sababu majina ya baba zetu labda haiwezi katufungulia milango. Lakini unakuta mtu ameenda amesoma mpaka ana degree, anaenda kuajiriwa na mtu ambaye amefika la pili tu, ambayo unaimba kwenye wimbo ule. Exactly, ni maneno ambayo yapo kwenye wimbo. Umeona, ukiangalia maisha halisi ya vijana wa Tanzania sasa hivi, unaweza ukasema kwamba vijana wanakufa wakisubiri one day. Kila siku mtu anasema one day nitameki, siku moja nitafika, siku moja unakufa ukisema siku moja. You know, wengi wameishia jela wakiwa wanasubiria hiyo one day, wakisema kwamba ngoja nitafute njia mbadala, nitumie akili, nitafute njia mbadala ya kuweza kumake it katika maisha, wanajikuta wameishia ndani. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mimi nilitamani kuzungumza yaliyomo katika maisha halisi ya Mtanzania wa kawaida. Nani wa kumlaumu kwa hali hii ambayo umetoka kuielezea? Who is to blame? Au tunaweza tukasema mabadiliko yatapaswa kutoka kwa nani? Naamini kwamba wote tuna jukumu la kuweza kuplay. We have a part to play kuweza kubadilisha the situation. Lakini pia katika namna moja au nyingine hata authorities zetu pia zina jukumu ya kuweza, au mamlaka ya nchi yetu ya Tanzania ina nafasi ya kuweza kuplay, kubadilisha hali ya maisha ya Mtanzania halisi. Kwa hiyo pale ambapo
tunataka Tanzania ambao ni bora zaidi, tunaweza tukaipata kwa uwajibikaji. Hatuwezi tukaipata kwa maneno au kwa kusema sema tu. Lazima tuwajibike kama mababu zetu walivyowajibika, wakasimama na wakasema tunamuondoa mkoloni. Na sisi lazima tuwajibike katika kuipambania au kuileta Tanzania ambao ni bora zaidi. Na nini unadhani kwa mfano kurekebisha hii hali ambayo unaizungumzia kwenye Sauti za Masikini, nini on practical term kitapaswa kubadilika? Nini kinapaswa kubadilika ili hali za maisha ya Watanzania wa kawaida ziimarike kwa mtazamo wako? Sasa hivi naweza nikasema kwamba it is evident kwamba our nation is crying. Ni dhahiri kwamba taifa letu lipo sehemu ambao hairidhishi au haionyeshi matumaini ya kama tutaendelea hivi ya kufika katika hiyo Tanzania bora. Kwa hiyo sidhani kama kuna anyone anaweza contest kusema kwamba tukiendelea hivi kama tutaweza kufika kwenye hiyo sehemu ambao tunaitamani. Au kwenye hiyo siku ambao tunatamani ipambazuke katika Tanzania yetu. Kwa hiyo kukaa kimya katika kipindi kama hiki au kutokuwajibika katika kipindi kama hiki ni obvious kwamba tunakuwa tuna yani it is a force ya kuweza kuliharibu taifa letu zaidi. Kwa hiyo ni muda wa kila Mtanzania kuweza kusimama na kusema kwamba we want a better Tanzania tomorrow. Kusema kwamba hapa hakuna haki, hapa tunadai hiki, hapa tunataka tusimamie kitu ambacho ni cha ukweli na cha haki kwa ajili ya Tanzania ambao ni bora kesho. So lazima tuzungumze, lazima tuwe bold kama nilivyosema, na sio kwa wasanii tu, ni kwa yeyote ambaye anaitwa Mtanzania. Na nasemaga kwamba wasanii hata tukienda labda kwenye uko nje, labda umeitiwa tuzo, labda event ya tuzo na vitu kama hivyo, utatajwa kwamba from Tanzania kabla jina lako halijatajwa. Sasa kama Mtanzania, kama utasema mimi nimetokea Tanzania, hata ukisafiri ukienda nchi nyingine, mimi nimetokea Tanzania, naitwa fulani, umewajibika vipi kwa ajili ya Tanzania yako? Tanzania na kupenda kwa moyo wote. Umefight vipi kwa ajili ya nchi yako? Kwa hiyo it's time to kuwajibika kwa ajili ya kila Mtanzania. Na asante sana. So kwenye hizi harakati zako za kuwapazia sauti masikini kama sisi, una projects zingine au vitu vingine ambavyo unafanya huko chini, au umestiki kwenye mziki tu, au kuna vitu vingine unafanya chini na wananchi labda chochote? Yes, sasa hivi actually kwenye career yangu naweza nikasema nimefanya full circle, kwa sababu nilianza kama poet. Nilikuwa nafanya poetry, mashairi. Na sasa hivi pia nafanya shairi tena. So nafanya shairi, lakini pia tuna taasisi yetu ambayo inaitwa Mirami. Na Mirami ni taasisi ambayo inasimama katika jamii. Tunaongelea vitu vingi na tunafanya projects nyingi, hususan kwenye angle ya afya ya akili.
kitu ambacho kinachukuliwa poa sana katika jamii zetu za Kiafrika, na ukitizama ndio engine ya why tunapofika katika maisha. Kwa hiyo tuna projects nyingi ambazo tunazifanyaga kwa watoto, akina mama na hata wanaume, na there's a lot coming pia ambao tumewaandalia, na soon nadhani nitaweza kuwaambia even more. Yeah. Rosary, asante sana. Hebu tuambie kwa mtu ambaye pengine sio msanii, kuna ugumu gani au urahisi gani wa kuwa msanii wa aina yako? Na hapa maana yake nasema kama msanii ambaye unaamua kabisa kusimama na wananchi maskini, unahimiza uwajibikaji, unakemea utekaji, umeelewa? How does it feel to be an artist of that nature? It's humbling. Unajua mara nyingi tunaonaga kama sanaa ni it's a gift, ni zawadi tu kutoka kwa Mungu, lakini mimi ninavyoiona sanaa sio zawadi tu, lakini pia ni jukumu. To whom much is given, much is required. Unapopewa kwa wingi, basi unategemewa kwa wingi pia. Kwa hiyo katika nafasi yangu mimi ninavyoiona, sio nafasi ambayo ni rahisi, sio nafasi ambayo naweza nikasema nafanya tu, lakini ni sehemu ambayo mimi huwa nakaa na kabla hata sijatoa project au sijafanya jambo fulani, najiuliza itaacha kitu gani hata baada ya sipo hapa labda. God forbid nimetangulia mbele za haki. Nimepanda mbegu gani? Nimewacha nyayo zipi za generation inayokuja kufuata? Kwa hiyo sio kitu ambacho ni rahisi, lakini pia ina require a lot of courage, ina require ujasiri mkubwa sana kuweza kusimama na kusema ninasimamia kitu fulani au ninasimama against kitu fulani. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni humbling, na namshukuru Mungu kunichagua, ila kila siku namuomba Mungu anipe nguvu, anipe ujasiri, anipe hekima ya kuweza kuendelea kufanya sanaa yangu katika njia inayomfurahisha yeye. Na nini inakupa sababu ya kuendelea kuwa hivyo ulivyo licha ya huo ugumu na hizo challenge ambazo pengine unakabiliana nazo? Nini kinakupa sababu ya kuendelea kufanya muziki ambao unaufanya? Mimi naweza nikasema ni Mungu tu, kwa sababu sio kwa nguvu zangu. Ingekuwa ni kwa nguvu zangu ningekuwa nishaacha zamani. Kwa sababu mimi ni binadamu. Saa nyingine nakuwa dhaifu, nasema mbona kitu fulani kimenikatisha tamaa, mbona natamani niache, mbona, unaelewa? Kwa hiyo siwezi nikasema ni kwa sababu yangu, lakini pamoja na nguvu ambao Mungu ananiwezesha au kunipa, pia naangalia kama nilivyosema jukumu ambalo ninalo kwa ajili ya generation zijazo. Nina jukumu kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba nimeweka roadmap au nimeweka njia, nimetengeneza njia ambayo ni nzuri ya kufuatwa na vizazi vijavyo. Na sio vizazi vijavyo kwenye muziki tu, kwa sababu nilivyosema mimi nafanya vitu vingi, sifanyi tu sanaa, lakini pia ya hata watu ambao watakuja kuingia kwenye kazi zingine au sectors zingine za maisha, how to be a leader. Kwa mfano
una lead vipi kama haujui kuserve? Unakuwaje wewe ni kiongozi kama haujui kufanya utumishi? You know, lakini pia how kuweza kuangushwa na maneno ya watu au na fikra za watu au na nitasema ideologies za watu. Kwa sababu kama mimi ningekuwa nimeshaachaga zamani nilivyoambiwa kwamba hey, we ni mwanamke huwezi kufanya rap, ningekuwa nishaacha. Kwa hiyo hiyo mentality ya kuweza kusimama na kusema no, nitakuonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya hicho kitu. So nina jukumu, sijapewa tu kipaji au zawadi ya kipaji, nina jukumu pia ya kuweza kuhakikisha wanaonifuatilia, kwa sababu sio rahisi, watu wengi, mamilioni ya watu wanakutizama na wamekupa nafasi ya kukusikiliza, ina maana wanakuwa wafuasi wa unachokifanya. So unawaachia kitu gani? Kinawajenga vipi? Hata leo na kesho haupo, maneno yako yatawajenga vipi? Sanaa yako itawajenga vipi? Vitu ulivyosimamia kuvifanya itawajenga vipi? So ni jukumu, sanaa ni jukumu, sio kipaji tu. Sawa. Pale mwanzo hapo nyuma kidogo umejaribu kuelezea hali ya sasa tulionayo kama nchi. Na ukasema kwamba hatuwezi kuendelea kuacha hali iendelee kama hivi. Na kusema kweli mambo mengi yanatokea. Sauti za maskini inajaribu kupaza sauti ya hali za kiuchumi na maisha ya Watanzania wa kawaida, lakini tumeona pia Watanzania wakilalamikia namna ambavyo uwezo wao wa kushiriki kwenye namna nchi yao inavyoendeshwa unavyowekewa vizingiti na mambo mengi yanatokea. Sasa hivi tunazungumza hapa, kuna masuala ya usalama, viongozi wa vyama, wanachama wengine pia unadhani katika mazingira kama haya wajibu wa msanii ni upi kwa mtazamo wako? Kama nilivyosema, msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo wajibu wa msanii sifa za kioo, lazima tuonyeshe dhahiri taswira ya jamii na tusimamie ukweli na tusimamie haki, kwa sababu anayezungumza ukweli au anasimamia ukweli ni Mwenyezi Mungu, na nafasi tuliopewa sio ya kuichezea. Nafasi tuliopewa ni kwa sababu ya watu, ni kwa sababu ya kuserve watu, ni kwa sababu ya kutumikia jamii yetu. Tunaitumikia vipi jamii yetu kwa kutokuonyesha taswira ya kinachoendelea? Tunasimama vipi na jamii yetu? Kwa sababu ukiangalia, to be honest, ni kwamba sisi wasanii ndio, lakini hatuko nje ya jamii. Sisi tupo ndani ya jamii. Jamii ni sisi ni jamii. Watoto wetu wanaenda the same schools ambazo wanaenda watoto wa Watanzania wengine. Sisi wenyewe tunaenda maeneo yale ambao wanaenda Watanzania wengine. Kwa hiyo hata kuweza kuzungumzia kitu ambacho kinaendelea katika jamii ni kuweza kuzungumzia masuala ambayo yanakuhusu directly. Mimi nikizungumza chochote ambacho kipo kwenye jamii, nazungumza sio kwa niaba tu ya wanajamii, lakini kwa niaba yangu pia mimi mwenyewe. Kwa hiyo jukumu la msanii katika kila hali, nzuri, mbaya, worse, ugly, jukumu la msanii halibadiliki. Jukumu la msanii ni kusimama na kuzungumza, kuonyesha taswira halisi ya kinachoendelea katika jamii. Rosary, shukran sana. Labda swali langu la mwisho ni wewe kama msanii, kama Mtanzania, na kama mwanaharakati, kama Mwafrika, kama mama, kama ulivyojitambulisha pale mwanzo, ungependa kuona Tanzania ya aina gani?
angalau kwenye uhai wako? Mimi ningependa kuona Tanzania ambayo inanufaika na vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka ndani ya Tanzania. Tanzania ni nchi tajiri sana. Tanzania sio nchi ya watu kuenda hospitalini wakakosa madawa au wakakosa matibabu. Tanzania sio nchi ambayo wazee wanasaulika, wanatupwa na kusaulika. Mimi juzi nilikuwa nazungumzia issue ya wazee, nasema okay, kwa hiyo mtu akishastaafu alafu akishakuwa mtu mzima sana, amefika miaka 90 huko, tuseme labda basi hakubahatika kuweza kufanya kazi ambazo ziliweza kumuingizia kipato kizuri kwenye ujana wake, anaishia wapi? Nchi zetu huko ukienda, wanakuwa wanapewa at least kiinua mgongo fulani katika maisha yao, au wanafanyiwa vitu ambavyo vinaweka comfortable watu ambao ni watu wazima. Lakini ukiangalia pia kuna vitu vingi sana ambavyo Watanzania wanavikosa, lack, lakini sio kwa sababu hawana uwezo. Tanzania tuna Tanzanite ambayo haitoki popote duniani isipokuwa Tanzania. Tanzania tuna dhahabu, tuna almasi, tuna vitu vingi sana Tanzania. Kama Muammar Gaddafi alivyokuwa anakaa na watu wa Libya, walikuwa wanapewa mpaka kipato cha kuweza kuanza familia kabla hawajaanza familia. Mimi naamini Tanzania tuna uwezo wa kuishi hivyo. Tanzania tuna uwezo wa watoto wote kusoma shule ambazo ni nzuri na zina elimu nzuri, na watoto wote wakawa na uwezo wa kusoma bila hata kulipa. Tanzania tuna uwezo wa kuto kuitwa nchi maskini kwa sababu tuna uwezo. Tanzania sio nchi maskini. Tanzania utambulisho wetu, hatutakiwi kuwa third world country. Yaani hiyo haitakiwi na haikubaliki. Kwa hiyo kwa uhai wangu namuomba Mwenyezi Mungu, na ninatamani kuweza kuona Tanzania siku mpya ikipambazuka, Tanzania ambayo hakuna vilio tena, ambayo hakuna shida, hakuna umaskini, hakuna mtu kuweza kulala njaa hata mmoja, kwa sababu it's possible, inawezekana. Na una matumaini kwamba hayo yanaweza yakatokea angalau kwenye uhai wako? Yanaweza yakatokea kama tutawajibika. Hayawezi kutokea tukinyamaza au kukaa kimya au kutokufanyia kazi. Hayo yanaweza kutokea kama Watanzania watasimama na kuwajibika, na tukapata uongozi ambao ni sahihi wa kuweza kutufikisha kwenye sehemu kama hiyo. Naomba ufafanue hapo kidogo kwenye uwajibikaji, kwa sababu unajua mtazamaji anaweza akawa anatazama, anasikiliza, anasikia unawajibika, lakini in practical term uwajibikaji unapaswa uchukue sura gani? Yaani tunapaswa kufanya nini in practical terms? Unajua, majuzi nimeweza kuzungumza kitu kimoja. Tunayo katiba katika nchi yetu ya Tanzania ambayo constitution ni ndio ina govern nchi. Na ni kitabu, kikiangalia ni kitabu tu, lakini ndio law, ndio sheria ya nchi yetu. Na katika katiba tuna haki zetu kama wananchi, ambacho naweza nikasema ni wananchi wengi ambao hawafahamu haki zao, au hawafahamu ni namna gani
wanatakiwa kuwajibika kikatiba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo natamani hata kwenye hiyo Tanzania mpya katiba yetu ikaweza kuwekwa kabisa kwenye mtaala kwamba mtoto akiwa na miaka 4 ameshaanza kusomeshwa, okay, these are your rights. Una haki ya kufanya hiki, unatakiwa kusimama hivi, unatakiwa kuwajibika hivi. Kwa hiyo it is up to us kujua kwamba tuna haki zipi na kuzisimamia katika namna gani ya kuweza kuikomboa Tanzania yetu na kuweza kupata kesho iliyo bora katika nchi yetu. Yeah, kwa hiyo maana yake hapo ninachokichukua ni kwamba jambo la kwanza ambalo kama wananchi tunaweza kufanya kwa mujibu wa mtazamo wako ni kwanza kujielimisha kuhusiana na haki zetu. Yes. Yeah. Na huwezi kujielimisha na kuhusiana na haki yako bila kufahamu katiba. Kwa tunajielimisha kwa kufahamu haki zetu, na tukishazifahamu haki zetu tuzisimamie na kuzipigania. Exactly. Mmoja lakini pia kwa pamoja. Kwa pamoja, kwa sababu unajua unaweza ukajiona uko mwenyewe, lakini kama mimi, wewe, nani tuna sauti moja, basi tunakuwa we are one. Sisi ni kitu kimoja, na kama tunapigana kwa ajili ya kufight for the same goal, basi tunaenda direction ambayo ni nzuri. Lakini hauwezi kufanya hivyo kama haujui haki zako ni zipi kikatiba. You have to know what are your rights. Unasimamia nini? Sawa, tukisema tunawajibika nini? Unasema nini? Na mimi naweza nikarudi kwa kile ambacho Mungu alituambia kwamba ametuumba kwa mfano wake. Tunachosema au neno ambalo tunasimamia linaweza kuumba. Na ndio maana kama kuna kitu ambacho Mungu alitupa ni power of free will. Kwa hiyo ukisema kitu ambacho kinaenda kushoto, utaumba kesho ambayo inaenda kushoto. Ukisema ambao kinaenda kulia, utaumba kesho ambayo inaenda kulia. Kwa hiyo na hata kwenye katiba yetu ya taifa letu la Tanzania tunayo haki ya speech. We have freedom of speech. Tuna haki ya tunachokisema kwa kutamka. Kwa hiyo wewe unasema hiki, mimi nasema hiki, mwenzangu anasema hiki. Kama tunasema kitu kimoja, tutaweza kutengeneza Tanzania tunayoitaka sisi, kama tutasimama na kuwajibika kufanya hivi. Rosarie, shukran sana. Asante. Nakushukuru sana kwa mara nyingine tena kutukubalia mwaliko wetu wa kuja kuzungumza na sisi hapa, na ni imani yangu kwamba tukikualika tena kuja kuzungumza na sisi uta make time na kuja kuendeleza haya mazungumzo ambayo kusema kweli ni muhimu sana, na ningependa niendelee, lakini najua una mambo mengi na lazima nikuache. Shukran sana. Asante sana Khalifa na timu nzima ya Chanzo. Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi mtazamaji wa The Chanzo, mpaka kufikia hapo ndio tutakuwa tumehitimisha mazungumzo haya ambayo tumekuwa tunafanya hapa na msanii, mwanaharakati, mwanamuziki Rosarie, ambaye tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na harakati zake, lakini pia project yake ya hivi karibuni ya Sauti za Maskini. Amezungumza mengi, amehimiza kuhusu uwajibikaji, kujielimisha na kupigania haki zetu. Mimi ambaye nilikuwa nakuendesha mazungumzo haya ni Halifa Said, na kwa mara nyingine tena kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera, Joseph Karati, Hija Selemani, tunakushukuru sana na kukutakia utazamaji mwema wa maudhui mengine ambayo tunazalisha hapa The Chanzo. Bye bye.